Mimi naitwa mchungaji Dr. Titus Mkama, mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG hapa Ilala Mission Center, Dar es Salaam. Marehemu mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro, kwanza kabisa yeye ndiye ambaye aliyeniongoza mimi sala ya toba. Kwa maana hiyo ni kwamba huyu ni baba yangu wa kiroho. Niongoza sala ya toba, kaniwekea mikono, nikajazwa Roho Mtakatifu siku hiyo hiyo, na tangu wakati huo nikaendelea mbele mpaka sasa hivi, na amekuwa pia mlezi wangu wa karibu tangu nilipoanza huduma mwaka wa 73 hapa TAG Ilala. Amekuwa akija akinitembelea kuhubiri. Tulikuwa wakati huo darasani na alikuwa anakuja hapa na hubiri. Kwa hiyo akawa mzazi wa karibu kwangu kiroho. Pili, Mzee Lazaro ndiye ambaye aliyenipa scholarship, tafutia scholarship ya kwenda kusoma Marekani mwaka 80. Kwa hiyo nikawa Watanzania wa kwanza kwenda kusoma Marekani, lakini scholarship aliyotafutia ni marehemu Lazaro. Tatu, Mzee Lazaro ndiye aliyeniwekea mikono kwa mkurugenzi wa idara ya vijana ambayo nimetumika kwa muda wa miaka 23. Kwa hiyo tokea hapo naweza kusema kwamba Mzee Lazaro katika utumishi alikuwa ni mtumishi ambaye kwanza hakuwa na upendeleo, na hakuwa mtumishi ambaye alikuwa na nia makuu. Mzee Lazaro alikuwa anaweza kula chakula chochote, alikuwa anaweza kulala mahali popote akikaribishwa kwenye huduma. Hakuwa na complication ya aina yoyote, na moyo wake na hamu ya moyo wake ilikuwa ni kuona Watanzania wakimgeukia Mungu na kumwishia Mungu. Hiyo ndio hamu yake, na kwa sababu ya hiyo hali ambayo alikuwa nayo, wito aliokuwa nao kwa ajili ya Watanzania, hakutulia. Alikuwa mtu wa kukimbizana huko na huko, kufanya mikutano ya uamsho, na mara nyingi akisimama kuhubiri anasema Yesu yu hai leo. Naona kwa hiyo alikuwa anapenda sana kumdhihirisha Yesu kwa Watanzania, na kwa kweli kupitia utumishi wake, na akiwa ni askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Mwafrika. Kwa kweli hili kanisa ametoka nalo mbali, kwa makanisa machache sana na washirika wachache sana. Nakumbuka saa zingine kwenye mkutano au conference za wachungaji utakuta tuko labda 50, unaona, lakini alituchukua hivyo hivyo na kutulea hivyo hivyo mpaka tukakua, mpaka tukaongezeka. Na hata baada ya kuacha kustaafu kwenye waskofu, aliliacha kanisa likiwa katika hali nzuri, na ongezeko lilikuwa ni kubwa kulinganisha na alipoanza yeye. Kwa hiyo utumishi wake kwa kweli ukawa ni utumishi uliotukuka sana tu. Alitembea hata katika nchi yote hii na hata nchi za jirani. Nakumbuka kwamba TAG ndio mzazi wa kanisa la KAG pale Kenya, litokana na Tanzania. Baada ya Watanzania ambao walikuwa na mzigo na wito wakaenda kama missionary, alikuwa Mwakyusa, Abisaro Mwakyusa na mchungaji Simon Maria, ndio ambao walikuwa waasisi wa kanisa la KAG kule Kenya.
kama kiongozi wa kiroho, kwanza alikuwa ni mtu ambaye ana upendo kwa watu. Alipenda watu, alikuwa na ushirika mzuri na watu, na alipenda kuwa karibu sana na watu. Bila yani, pamoja na ile heshima yake kwamba ni askofu, lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha sana sana tu na kuwachukulia watu kama jinsi ambavyo walivyo.